kanisa, umoja wa kanisa. Na Mungu kila ambacho angetamani kuona kanisa lake likiwa na umoja, watu wako na umoja, watu wanapendana, watu wanamtumikia Mungu pamoja, watu wanaabudu Mungu pamoja, watu wanakuwa waaminifu kwa Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Amen. Na Yesu anasema anatuombea ili tuweze kuwa na umoja kama vile wao wako na umoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Mpango wa Mungu kwetu sisi kama kanisa lake ni kuwa na umoja, na katika umoja kuna nguvu. Katika umoja kuna nguvu. Tunakumbuka kisa kimoja na watu wajenga mnara, wanataka wafike mbinguni. Mungu akaangalia vile walivyokuwa na umoja, huko wanafanya kazi pamoja, kaona hawa watu wamemaanisha, akaharibu lugha zao, moja ukaharibika, ile kazi haikuendelea tena. Bwana asifiwe. Maana kama Mungu angeacha waendelee, kile ambacho walikuwa wanakusudia kukifanya wamekitimiza, ni kwa sababu walikuwa na umoja. Bwana asifiwe. Sababu walikuwa na umoja. Kwa hiyo kwenye umoja unakuwa na nguvu. Hata kanisa linapokuwa na umoja, kanisa linakuwa na nguvu, na kwa sababu ya kanisa pia kuongezeka na watu kumjua Mungu, na Mungu anafurahia sana. Bwana asifiwe. Ile kitabu, tukumbuke kitabu cha 1 Corinthians chapter 12, ulianzia pale verse 12, na Mungu nami atatubariki. Sema basi, maana kama vile mwili mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Bwana asifiwe. Mwili, kanisa la Bwana linafananishwa na mwili ambao una viungo vingi ambavyo vinategemeana. Bwana asifiwe. Sema maana kama vile mwili ni mmoja na una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Lakini anasema kwa maana katika roho mmoja sisi sote tulibatizwa kwa mwili mmoja, kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa, ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho mmoja katika wokovu wetu. Baada ya kupokea Yesu, roho moja tulipokea, ambayo natufanya tuwe kiungo, tuwe mwili mmoja, viungo vikiwa vingi katika mwili mmoja. Sema hakuna ukabila, hakuna rangi. Bwana asifiwe. Hakuna utaifa kwa watu waliookoka. Bwana asifiwe. Watu waliokoka sababu ni mwili mmoja katika Kristo Yesu. Hakuna ukabila, hakuna rangi, hakuna udini, hakuna utaifa. Hawa watu ni viungo katika mwili mmoja. Bwana asifiwe. Kama vile ambavyo mwili kuna viungo vingi, mikono, miguu, masikio, macho, mapua, mdomo, na mwili kama mwili hawezi kukamilika kama hauna viungo vyote. Ndio maana mtu akiwa miguu yake iko sawa anaitwa ni mlemavu. Bwana asifiwe. Kama mikono iko sawa anaitwa ni mlemavu. Kama macho yako sawa anaitwa ni mlemavu. Yaani haujakamilika ule mwili. Bwana asifiwe. Na mwili wa Kristo ili ukamilike una viungo vingi ambavyo vinasaidiana mmoja kwa mwingine, kabila kwa kabila, rangi kwa rangi, taifa kwa taifa, udini kwa udini. Yesu hakuleta dini, dhehebu kwa dhehebu. Yesu hakuleta dhehebu, aleta wokovu, na kila aliyeokoka ni kiungo katika mwili wa Kristo. Sema kwa maana mwili si kiungo kimoja, bali ni vingi,
Mwili kama unaitwa dada fulani, mama fulani, baba fulani. Mwili wako sio mkono peke yake, sio mguu peke yake, sio macho peke yake. Ni viungo vingi. Kwa maana mwili si kiungo kimoja bali ni viungo vingi. Basi inasema mguu, ukisema kwa kuwa mimi ni mguu, mkono, kwa kuwa mimi si mkono, mimi si wa mwili, je, si wa mwili kwa sababu hiyo? Yaani mguu hauwezi kusema hauna haja na mkono. Bwana asifiwe. Sema na sikio likisema kwa kuwa mimi si jicho, mimi si la mwili, je, si la mwili kwa sababu hiyo? Hata jicho haliwezi kusema kwamba halina haja na sikio. Lakini vyote viko katika mwili mmoja. Sema kama mwili wote ukiwa jicho, kuwa wapi kusikia? Kama wote ni sikio, kuwa wapi kunusa? Kama mwili ungekuwa ni mkono tu, hauna sikio, ungekuwa wapi na kusikia? Kama ungekuwa ni sikio tu, hauna macho, ungekuwa wapi na kuona? Bwana asifiwe. Ili mwili ukamilike, unahitaji viungo vingi ambavyo ni macho, masikio, mapua, miguu, mdomo. Viungo hivi vyote vinahitajika katika mwili ili ukamilike. Bwana asifiwe. Tunajifunza nini? Kwamba kanisa ni viungo vingi, kila mmoja kwa mwenzake, vinategemeana. Bwana asifiwe. Vingine ni vidhaifu, vingine vina nguvu, vingine havina uwezo, vingine vina uhitaji kuliko vile vingine, vingine havijakamilika, lakini sote tuko katika mwili wa Kristo. Tukiwa na umoja, tukiwa pamoja, tunakamilisha mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Sema bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe, wala tena kichwa hakiwezi kuambia mguu, sina haja na ninyi. Bali la zaidi sana, vile viungo vya mwili viliwavyo kwa vinyonge zaidi, vyahitajiwa zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Sisi ni viungo katika mwili wa Kristo. Ili kanisa la Kristo liweze kukamilika, linahitaji mtu mmoja na mwenzake. Bwana asifiwe. Na tumepewa karama mbalimbali kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Tumepewa karama mbalimbali, wengine ni mitume, wengine walimu, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine maaskofu, wengine mashemasi, wengine waombezi, wengine waimbaji, wengine wanasifa, wengine wafanya usafi kanisani, wengine ni watu wa project, wengine wanasaidia wengine. Hivi vyote ni viungo katika mwili wa Kristo, na hakuna hata mmoja anaweza kusema sina haja na huyu, sina haja na mtume. Hawezi kusema sina haja na mchungaji, wala mchungaji hawezi kusema sina haja na mwinjilisti, wala mwinjilisti hawezi kusema sina haja na mwalimu. Kama vile ambavyo hili kanisa limekamilika, mwenye kufanya usafi hawezi kusema sina haja na yule ambaye anapanga viti, mwenye kusaidia hawezi kusema sina haja na yule ambaye anayemsaidia. Bwana asifiwe. Ili mwili wa Kristo ukamilike, una viungo vingi na vinasaidiana. Bwana asifiwe. Ambavyo ni mimi na wewe, iwe ni mzungu, iwe ni Mwafrika ameokoka, hicho ni kiungo katika mwili wa Kristo. Iwe ni Mchaga, ni Mkikuyu, ni Mluya, ni Mjaluo ameokoka, hivyo ni viungo katika mwili wa Kristo. Hakuna ubaguzi. Ukiona watu wameokoka, anasema sina haja na kabila fulani, huyo pia aliokoka vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Mtu ameokoka anasema sina haja na kabila hili, sina haja na Mkikuyu, anasema sina haja na Mkikuyu, iko anasema sina haja na Mjaluo, leo anasema sina haja na Mkamba. Ukiona mtu ameokoka alafu anachukia kabila lingine, unajua huyo aliokoka vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema tunahitajiana. Kama mkono ukisema una haja na mguu,
huo mwili bado haujakamilika, hauwezi kutembea, upeleke mahali ambapo mkono unataka kushika kitu. Bwana asifiwe, haleluya. Na huo mguu kama mguu, unajua uweze ukanyosha peke yake, unahitaji mkono uweze kuosha mguu. Bwana asifiwe, haleluya. Ili huo mguu uweze kutembea, unahitaji macho yaangalie mahali utakapokanyaga huo mguu. Bwana asifiwe, haleluya. Ili uweze kujua mahali unapoenda, lazima kuna sauti utasikia, unahitaji masikio, unahitaji masikio. Bwana asifiwe, haleluya. Hivi yote ndivyo katika mwili wa Kristo unasababisha na viungo viko katika mwili mmoja. Bwana asifiwe. Ili uweze kukamilika, tunahitajiana kabila kwa kabila, dhehebu kwa dhehebu, rangi kwa rangi. Bwana asifiwe. Hakuna la kusema huyu ni mrefu, huyu ni mfupi. No, wote tumeokoka, ni viungo katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Tuangalie verse 4. Verse 4 inasema, basi pana tofauti za karama mbalimbali. Pana tofauti ya karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yule yule. Bwana asifiwe, haleluya. Karama zinapewa na Roho Mtakatifu. Tena pana tofauti ya huduma zinapewa na nani? Na Yesu Kristo. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ndiye anayepeana. Mungu anapeana nini? Kazi. Bwana asifiwe, haleluya. Roho Mtakatifu anapeana nini? Karama. Yesu anapeana nini? Huduma. Mungu anapeana nini? Kazi. Bwana, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Basi nasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo kwa Roho kwa kufaidiana. Bwana asifiwe. Karama iliyoko ndani yako, kipaji kilichoko ndani yako, Mungu amekupa ili kusaidiana na kilichoko ndani ya mwingine, mtu ya mwingine aliyokoka kama wewe, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Kama lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja wa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama ya kuponya katika Roho yeye yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri ya lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Bwana asifiwe. Hizi ni huduma ambazo Mungu amewagawia watu ili kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe, haleluya. Hizi ni huduma ambazo Mungu amepeana kwa watu ili kujenga mwili wa Kristo. Ndio maana tunahitajiana. Bwana asifiwe. Kuna mwingine ana karama ya kinabii, mwingine kitume, mwingine kiinjilisti, mwingine kutenda miujiza. Ndio maana tunakuwa wote hatujatoshana. Kila mtu na Mungu amempatia ili kujenga mwili wa Kristo, na wote tunafaidiana. Ili uweze kukamilika, lazima tuweze kufanya kazi kwa pamoja, kwa umoja. Bwana asifiwe, kwa upendo. Bwana asifiwe, tukifaidiana. Kila mmoja anamhitaji mwenzake. Wewe kusema simtaki kaka huyu, au simtaki dada huyu, simtaki baba huyu, simtaki mama huyu. Wote tunahitajiana ndani ya kanisa la Bwana ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Kila mtu ana nafasi yake katika kujenga mwili wa Kristo. Kila mtu ana kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake ili kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe, haleluya. Kwa tunapoombea kanisa, tuombe Mungu sana hizi karama ziweze kuwa ndani ya watu, ndani ya kanisa, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Bwana asifiwe, haleluya. Karama za kunena kwa lugha tunazihitaji, karama za miujiza, karama za kinabii, karama za uponyaji. Tunahitaji karama mbalimbali ndani ya kanisa ili kujenga mwili wa Kristo vizuri. Jambo jema kabisa, wakati tunapoomba tuombe Mungu atusaidie ili hizi karama ziweze kuwa ndani ya kanisa ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Bwana asifiwe,
Tupe makofi mazuri. Wa Philippians chapter 2 verse 2. Wa Filipi kama unaweza kusoma. Filipi soma wa Filipi wa 2:2. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwemo matulizo yoyote ya mapenzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwepo ushirika wowote wa Roho, ikiwemo huruma yoyote na rehema. Ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkimia mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijalizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho mkinia mamoja. Kanisa hapa Paulo anaongea na Filipi ya kwamba furaha ya Bwana iwe ndani yao, wakiwa na nia moja, wakiwa na umoja, wenye roho moja, wakinia mamoja. Yaani kusudi lao ni moja tu, kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Sema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu tunahitajiana na tumepewa karama mbalimbali. Mtu asimdharau mwenzake, anayehubiri asimdharau, yaani mchungaji asimdharau mtu, tumesimdharau mjinisi. Yaani katika huduma ambao umepewa, usione ile ya mwingine kwamba haina maana. Bwana asifiwe. Msitende neno lote kwa kushindana. Tunapomtumikia Mungu, anasema tusiwe na ile kushindana. Yaani ukiona mwenzako anafanya huduma, wewe unataka, unaona kwamba wewe ni wa maana kuliko yeye, unafanya kwa njia ya kushindana, unajipendekeza, unataka uonekane wa maana kuliko yeye. Bwana asifiwe. Sema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Mimi najua kuhubiri sana, mimi najua kusifu sana, najua kuimba sana, najua kutoa sana. No, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Yaani muone mwenzako kwako ni wa maana. Bwana asifiwe. Tunapomtumikia Mungu, tuone kwamba tunahitajiana moja kwa mwingine. Ona mwenzako ni wa maana kwa kila ambacho Mungu amekupatia. Inawezekana hajui kuimba kama wewe, hajui kusifu kama wewe, hajui kuhubiri kama wewe, hajui kuomba kama wewe, lakini bado ni kiungo katika mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Wote hatutoshane. Haleluya. Kama vile vidole hivi kwenye mkono havitoshani, desema kama watoto wa Mungu, vipawa vyetu havitoshani. Bwana asifiwe. Karama ambazo tumepewa, kila mtu amepewa kwa namna yake kama Mungu Roho alivyotaka mwenyewe. Kwa hiyo kitakacho tusaidia ni kuheshimiana, kujua mwenzako pia yeye ni wa maana kama vile unavyojiona wewe ni wa maana. Bwana asifiwe. Na hiyo itampendeza Mungu sana. Basi nasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Ni vyema kabisa kujua mwingine anaendeleaje, anaishije, maisha yake yakoje. Inawezekana kwa mahali amepungukiwa, amegafirika, kuna maisha, kuna hali anayopitia sio nzuri, ili uweze kuona utasimama wapi. Kuna watu ambao wameitwa ili kusaidia wengine, kufadhili wengine. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunasema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, ila tuangalie pia na wenzetu. Sema iweni na nia hiyo ndani ya Yesu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Iweni na nia hiyo ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa nini? Yesu hakujipendelea. Haleluya. Yesu
atatupenda zaidi kuliko alivyojipenda yeye. Haleluya! Ukimpenda ndugu aliyeokoka kama wewe, huyo dada, hata anapopitia mambo magumu, huo mzigo utakwenda kwako. Bwana asifiwe. Haleluya! Ukimpenda, tukiwa na umoja, tukijua sisi ni viungo katika mwili wa Kristo, tukijua kwamba tunahitajiana, tunasaidiana. Unapoona madhaifu ya mwenzako, unaona kana kwamba udhaifu ni wa kwako, unasimama kwenye nafasi yako kama Mungu amekupa hiyo neema. Bwana asifiwe. Kama kanisa tunahitajiana mmoja kwa mwingine. Sema mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, tuangalie na ya mwingine. Kama vile ambavyo mkono hawezi kutaka kuona mtu anaumia, wala jicho haliwezi kutaka kuona sikio linaumia. Sababu nini? Kiungo kimoja tu kikiumia kwenye mwili wako, viungo vyote vinateseka. Haleluya! Mwili wote unaumia. Bwana asifiwe. Imagine unaanza kuumia mguu, huo mguu umeumia, mwili wote ukalazwa hospitalini. Bwana asifiwe. Haleluya! Jicho linaumia, mwili wote unalazwa hospitalini. Mkono unaumia, mwili wote unaumia, unalazwa hospitalini. Bwana asifiwe. Tumbo linauma, mwili wote unalazwa hospitalini. Sio mkono unauma, sio mguu unauma, sio sikio linauma, sio jicho linauma, ni tumbo linauma tu, mwili wote unalazwa hospitalini. Bwana asifiwe. Lazima sisi kama watoto wa Mungu tunapoona mmoja wetu hali yake haiko sawa, inafaa uone kana kwamba ni wewe pia hauko sawa, uweze kusimama kwenye nafasi ili kumsaidia, ili mwili wa Kristo uweze kujengwa. Bwana asifiwe. Ndio maana Mungu amepeana kila mmoja karama yake ili viungo viweze kusaidiana, ili kujenga mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Mwili wa Kristo una viungo vingi. Haleluya. Na ili uweze kujengwa vinahitajiana hivi viungo. Ndio maana anafundisha kwamba kama mkono ukiumia, mwili wote unaumia. Jicho likiumia, mwili wote unaumia. Mguu ukiumia, mwili wote unaumia. Kwa hiyo viungo hivi vinahitajiana, na sehemu kama kanisa la Bwana wote tunahitajiana. Bwana asifiwe. Mpesa kwa First Corinthians chapter 3. Korinto ile sura ya 3. Korinto wa kwanza sura ya 3. Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 9. Nitasoma Korinto wa kwanza 3 mpaka 9. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Mstari wa 5. Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mstari wa 6. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Mstari wa 7. Hivyo apandaye si kitu, wala atie maji, bali Mungu akuzaye. Mstari wa 8. Basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Mstari wa 9. Maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amina. Hapa kuna shida ambayo Paulo ameiona katika kanisa la Korinto. Bwana asifiwe.
watu wako kanisani, lakini kuna malumbano, wanagombana. Mwingine anasema mimi mchungaji wangu ni fulani, mimi mchungaji wangu ni fulani, mimi mchungaji wangu ni fulani. Bwana asifiwe. Na Paulo anawaambia, Bwana asifiwe. Sikiza, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini? Ninyi tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Watu wameokoka, wako ndani ya kanisa, lakini tabia zao ni za kimwili. Bwana asifiwe. Tabia zao hawako rohoni. Watu wanaangalia ubinafsi wao. Hawajajua kwamba ni kanisa la Mungu, hawajajua kwamba ni mwili mmoja na wanafaidiana kila mmoja kwa mwenzake. Bwana asifiwe. Ndio maana wako mwilini, kila mtu ana mambo yake ndani ya kanisa, ndani ya dhehebu moja. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Mpaka wengine wanaanza kusema mimi nilihubiriwa na fulani, nilihubiriwa na fulani. Hiyo Paulo anasema ninyi si wanadamu tu. Basi Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, yaani wao walitumwa wakahubiri Injili, ukaamini ukaokoka. Bwana asifiwe. Si kama shakusikia mtu mimi wa dhehebu fulani, mimi wa mchungaji fulani, mimi sipendi fulani mchungaji fulani, sipendi dhehebu fulani. Na madhehebu haya yote walioko ndani yake wanasema wameokoka, lakini hawapendani. Kuna fitina, kuna chuki, kuna mgawanyiko. Bwana asifiwe. Na wote wameokoka. Hichi ni kitu Paulo anakiongea. Mimi na wangu fulani, mtume wangu ni fulani, mimi mchungaji wangu ni fulani, babangu ni fulani, siwezi enda kanisa hilo, siwezi kuabudu kanisa hilo. Huyo ana Paulo anasema, maana mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao niamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Bwana asifiwe. Walihubiri, watu wakaamini. Sema mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Bwana asifiwe. Mwingine alipanda, mwingine alihubiri, mtu akaokoka, mwingine akafundisha, mwingine akasaidia. Lakini mwenye kukuza umri wa Kristo ni Mungu, ndiye anayesimamisha mtu, sio mwanadamu. Tunahubiri Injili, watu wanaokoka. Anayewasimamisha kwenye wokovu ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Sema hivi, apandaye si kitu atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Hao wote wahubiri wote mbele za Mungu sio kitu, wamefanya kile ambacho Mungu aliwaambia wafanye. Mungu ndiye kila kitu, anayekuza. Yeye ndiye anayeokoa, si wahubiri tu. Sema basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja. Huyu mchungaji, huyu mwalimu, huyu nabii, huyu mtume, huyu mwinjilisti, hao wanafanya kazi moja. Bwana asifiwe. Wanamtumikia Mungu mmoja, wametumwa na Mungu mmoja, wanafanya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Sema basi apandaye na yeye maji ni mmoja, ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe sawasawa na taabu yake mwenyewe. Yaani kila mtu Mungu atamlipa sawasawa na kazi yake. Bwana asifiwe. Maana sisi tu wafanyikazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ninyi jengo la Mungu. Bwana asifiwe. Wale ni watumishi. Huyo nabii, huyo mwalimu, mchungaji, mtumishi. Sisi ni nyumba ya Mungu. Baada ya kuokoka, Mungu anakaa ndani yetu, ndiye anayetukuza. Bwana asifiwe. Ephesians chapter 4 verse 4. Waefeso. Bwana asifiwe. Haleluya.
Waefeso 2:4 Tasoma Waefeso 2:4. Tasoma Waefeso 4. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho moja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Bwana asifiwe. Kwa unyenyekevu wote na kwa upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo. Yawezekana ndio wenzako ni mdhaifu,